Katika hali ya kushangaza, nchi ya Tanzania ambayo ni mojawapo ya mataifa yenye amani Afrika Mashariki ilizua machafuko. Ulimwengu wote ulitazama kwa kutoamini, wakati ambacho kilipaswa kuwa wakati wa demokrasia kiligeuka kuwa ghadhabu ya taifa. Wananchi walikasirika. Mitaa ilikuwa inawaka moto. Masanduku ya kura yalikuwa yakiharibiwa na kuchomwa. Sauti ya watu ikasikika kama ngurumo. Kwa nini? Kwa sababu demokrasia ya Tanzania, msingi hasa wa uhuru, ulikuwa tayari umeshatekwa. Haya hayakuwa tu maandamano mengine, bali kilikuwa kilio cha taifa cha kudai haki. Katika hatua kubwa ya kutikisika ambayo ilileta mshtuko kote barani Afrika na dunia kote, Rais Samia Suluhu Hassan aliwanyima wagombea wote wa upinzani kugombea katika uchaguzi wa urais. Ndiyo, ulinisikia vizuri, kila mmoja. Hawakuwa na sauti za upinzani, hakukuwa na ushindani, hakukuwa na chaguo. Jina moja tu kwenye debe ya kupigia kura: Samia Suluhu Hassan. Hakuishia hapo. Viongozi kadhaa wa upinzani waliothubutu kuhoji uamuzi wake walikamatwa, wakatishwa na kunyamazishwa. Wale waliojaribu kuongea walijikuta gerezani, na siku ya kupiga kura ilipowadia, wananchi wa Tanzania walitambua ukweli mchungu. Demokrasia ya Watanzania ilikuwa imetoweka. Baadhi ya raia walifika kwenye vituo vya kupigia kura, wakapata chaguo moja tu: uso mmoja, sura dhidi ya kivuli chake. Haukuwa uchaguzi, ilikuwa ni kutawazwa. Kwa muda mrefu sana wa Tanzania walikuwa wamevumilia umaskini, ufisadi na kutumiwa vibaya na serikali iliyoko kwa sasa. Alipokuwa rais baada ya kufariki kwake Rais John Pombe Magufuli, alikuwa anaendelea vizuri. Aliwaachia huru wanahabari wote ambao Magufuli alikuwa amewafunga jela. Viongozi wote wa upinzani waliowekwa gerezani aliwaachilia. Aliruhusu vyombo vya habari kufanya kazi kwa uhuru. Watu walikuwa wakimsherehekea mwanamke huyu duniani kote kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke kuongoza nchi ya Tanzania, na vile katika bara la Afrika kuwa ni mojawapo ya wanawake ambao wameongoza kama rais. Baada ya muda, watu waligundua kuwa ghafla Mama Samia alikwisha badilika na si yule tena, japo mwenye upole kwa maongezi yake na uso ulioashiria upole. Wakati huu hakuna mtu angesema chochote dhidi yake kama rais, kwani angejipata matatani. Wanachama wa upinzani walikuwa wanakamatwa, walikuwa wakifungwa jela. Vijana walikuwa wakiteswa. Watetezi wa haki za kibinadamu na waandishi wa habari walikuwa wakitoweka bila hata kujua walikochukuliwa. Kati ya mwaka jana na sasa, makumi ya watu tayari wametoweka, wasijulikane waliko. Wagombea wa upinzani vile walipata kibarua kigumu kushiriki katika uchaguzi. Majina yao yaliondolewa kihalisi kwenye karatasi ya kupigia kura. Mgombea maarufu wa upinzani kwa jina Tundu Lissu alifungwa gereza tangu Aprili. Alishtakiwa kwa uhaini au treason kwa sababu alitaka marekebisho ya uchaguzi. Hivyo wagombea wote wakuu wa upinzani hawakuruhusiwa kuwa kwenye karatasi ya kupigia kura. Si hivyo tu, waandishi wa habari wa kigeni walipigwa marufuku. Hawakuruhusiwa kuingia Tanzania kufuatilia uchaguzi. Iweje mgombea maarufu wa upinzani awe gerezani na yeye afanye uchaguzi peke yake tu?
Martha Karua, waziri wa zamani wa sheria wa nchi ya Kenya, ambaye amekuwa akiongea kuhusu kurudi nyuma kwa demokrasia katika Afrika Mashariki, alizuiliwa na kufukuzwa alipokuwa akihudhuria kusikilizwa kwa kesi ya Tundu Lissu. Karua na kundi lake walisimamishwa walipofika kwenye uwanja wa ndege wa Dar es Salaam na kupandishwa ndege kurudishwa Kenya siku hiyo hiyo. Tundu Lissu wakiwa gerezani waliendelea kuahirisha kusikizwa kwa kesi iliyomhusu. Hata wakati fulani walichelewesha shughuli nzima kwa kununua muda zaidi wa uchunguzi ufanyike. Mama Samia hakuweza kuishia hapo, bali aliamua kuzima mtandao nchi nzima ya Tanzania. Wiki moja kabla ya uchaguzi, mwanajeshi mmoja aliyetengeneza video akionyesha kuwa serikali imekuwa ikiwaibia watu haki zao na alikuwa akiwataka watu kuikomboa nchi na kuiweka penye njia sahihi. Pia alikuwa akiwahimiza wanajeshi kuchukua nafasi hiyo. Video hii ya mwanajeshi ilisambaa kila pembe ya dunia kupitia kwenye mtandao ya kijamii. Watu hawakujitokeza kupiga kura kwa sababu hawakuona maana yoyote hivi kwamba Samia ndiye alikuwa mgombea mkuu wa kipekee kwenye karatasi za kupigia kura. Tayari walijua kwamba Samia alijiandaa vilivyo ili kuvuruga uchaguzi huo na kuhakikisha kwamba anachaguliwa kipindi kingine. Chama chake cha CCM kimekuwa madarakani tangu uhuru mwaka wa 1961. Hata hivyo, amejitahidi sana kung'ang'ania madarakani. Hivyo kama ilivyotarajiwa, baada ya uchaguzi akawa mshindi, watu wakaanza kuandamana mapema, kwani zoezi hilo alikuwa la wazi na haki. Na hivyo basi alitangaza amri ya watu kutotoka nje ili watu wasiwe mitaani wakiandamana. Watu walikuwa hawazingatii amri ya kutotoka nje, badala yake walikuwa nje wakipinga, huku wakifanya uhalifu zaidi. Hili lilikuwa ni jambo la kukata tamaa sana, kuzingatia kuwa ni mwanamke. Siku zote alitetea wanawake na kuwarai kushiriki katika siasa. Akawa mfano wa kuigwa kwa wanawake wa Kiafrika, akihimiza wanawake wapewe fursa zaidi kutawala Afrika. Mtu yeyote anaweza kufikiria kuwa mwanamke angekuwa na huruma kama mama, lakini yeye alionekana kuwa mbaya zaidi ya rais wake wa zamani marehemu Magufuli. Ingawa alikuwa akiwakamata waandishi wa habari, viongozi wa upinzani, lakini alionekana kuwa muwazi sana kuhusu jinsi angefanya mambo yake. Na huku Wakenya pia, hasa vijana wa Gen Z, waliamua kusimama kwa mshikamano na majirani zao wa Tanzania. Wakenya waliiweka Tanzania kwenye vichwa vyao. Hii ilikuwa kando na Wakenya kuwa na masuala yao wenyewe. Vilevile wanapigania haki katika nchi zao, lakini walichukua muda na fursa yao kujiunga na wenzao katika nchi ya Tanzania, hasa kwenye maeneo ya mipaka. Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais wa Tanzania wa mwaka 2025 na kupata muhula mwingine, huku kukiwa na machafuko ya siku nyingi kote nchini. Alishinda kwa asilimia 98 ya kura katika kura ya Jumatano. Katika hotuba yake ya ushindi wa Jumamosi, alisema uchaguzi ulikuwa huru na wa kidemokrasia, akiwashtumu waandamanaji kwa kutokuwa wazalendo wa nchi. Vyama vya upinzani vilikataa matokeo hayo, vikiita kura hiyo kuwa kejeli kwa mchakato wa kidemokrasia, kwani wapinzani wakuu wa Samia walikuwa wamefungwa gerezani au wamezuiwa kugombea. Msemaji wa chama cha upinzani cha Chadema siku ya Ijumaa alitoa taarifa akisema
takriban watu 700 wameuawa katika mapigano ya vikosi vya usalama, wakati chanzo cha kidemokrasia nchini Tanzania kikisema kuna ushahidi wa kuaminika kwamba watu wasiopungua 500 walikufa. Waziri wa mambo ya nje Mahmoud Kombo alitaja ghasia hizo kuwa michafuko michache ya matukio ya hapa na pale, na kusema vikosi vya usalama vilichukua hatua haraka na madhubuti kushughulikia hali hiyo na kurejesha hali ya utulivu. Mtazamaji, Tanzania inaweza kukabiliwa na mvutano wa kisiasa na kuongezeka kwa kutoaminiana na kwa umma kwa taasisi za serikali. Vyama vya upinzani vinaweza kuwa dhaifu zaidi. Kuna uwezekano wa wananchi kupoteza imani katika mchakato wa uchaguzi pamoja na tume ya uchaguzi kwa pamoja. Hali kama hii inaweza kuzuia umoja wa kitaifa na kuunda migawanyiko katika misingi ya kisiasa au kikanda. Kiuchumi, nchi ya Tanzania inaweza kuyumba na kupelekea kukatisha tamaa wawekezaji na kupunguza maendeleo, haswa ikiwa maandamano au vikwazo vitafuata. Iwapo Rais Suluhu atatumia muda wake zaidi madarakani kukuza mazungumzo, kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kurekebisha mifumo ya utawala bora au reforms, Tanzania bado inaweza kurejesha sifa yake ya kuwa miongoni mwa mataifa yenye amani na maendeleo katika Afrika Mashariki. Hatima ya Tanzania kwa kiasi kikubwa inategemea jinsi uongozi wake utakavyoshughulikia malalamiko, hasa baada ya uchaguzi uliokumbwa na dosari chungu nzima. Uadilifu, uwazi na ushirikishwaji utaamua kama nchi itaelekea kwenye ukomavu wa kidemokrasia au itaingia katika kutokuwa na uhakika wa kisiasa. Mtazamaji, kama video hii imekuwa ya muhimu kwako, naomba uweze kusubscribe, uweze kushare, na pia unaweza ukaniandikia comment hapo chini.